lishe. Ndugu washiriki, 58% ya wanawake wanatumia huduma za kifedha ikilinganishwa na 72% ya wanaume. Wanaume, pigia makofi wanaume. Leo mtakuwa mmeniuliza kwa nini hizi program za wanawake tu? Yaani hii nchi imeshakuwa ya wanawake tu. Yaani Gwajima yeye akiibuka tu wanawake tu. Takwimu leo mmeziona za hali ya wanawake. Uongo wanaume, wanaume anijibu uongo wanaume kweli? Kweli. Mkanitetee. Piga makofi kwa wanaume. Kuna vyama vya wanaume vimeanzishwa mbalimbali, ndio tunanipigia maswali, nitavileta vyote kwa mtakatifu mkuu na mama Makinda, mje mjieleweshe kwamba takwimu ndio zinatupa dira ya kuwekeza hela ya serikali mahali panapostahili, ili tukiunganisha nguvu ya wote kuifikie dira 2050 tunayoitaka. Vinginevyo itakuwa ni hadithi. Sema dira ya maendeleo ya taifa. Dira ya maendeleo ya taifa 2050 itaongozwa na takwimu. Itaongozwa na takwimu. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Mnaona sababu gani alisema kwamba tutengeneze wizara ya mipango na uwekezaji na kuwe na takwimu na dira? Mmeelewa sasa? Huenda huko nyuma hatukuwa vizuri sana kwenye eneo la takwimu, lakini hizi takwimu sasa zinazokuja na kuimarisha ofisi yetu ya takwimu, tunakwenda kuwa na safari ambayo ina barabara iliyonyoka na kutakuwa na maswali kati ya kundi hili na kundi hili kwa masuala ya kijinsia, kwa sababu hata wababa sasa wataelewa kwamba kumbe tunaongozwa na nini. Pigeni makofi vizuri vizuri. Sasa naendelea na hichi kipengele cha rasilimali na lishe. Hapo nilikuwa na wachombeza ili mkumbuke, naanza kukisoma sasa kama ifuatavyo chote dakika moja. 58% ya wanawake wanatumia huduma za kifedha ikilinganishwa na 72% ya wanaume. 40% ya wanawake wanamiliki mali fulani, lakini theluthi moja pekee wana hati rasmi. Majanga hayo. Kwa upande wa lishe, 56.7% ya wanawake wanakidhi kigezo cha chini cha lishe bora, kiwango hiki kikiwa cha juu zaidi mijini ambako ni 53% kuliko vijijini ambako ni 39% tu. Hata hivyo, ulaji wa vyakula vya asili ya nyama hususan mayai na matunda uko chini, hasa sehemu za kijijini. Huko si wanafuga kuku? Haya awali. Matokeo yameonyesha mwanamke aliyewezeshwa ana lishe bora zaidi na anaboresha lishe ya familia yake. Na huyu akiwa hivyo bora zaidi, hata mtoto atakayemzaa atakuwa bora zaidi. Uongo ndugu zangu? Kwa sababu ubongo wa mtoto, naongea daktari, unakuwa kwa kasi zaidi kuliko viungo vingine kwenye umri wa miaka 0 mpaka 8. Hapa ubongo shamaliza kazi yake. Haya, safari ya ubongo kukua ili isimamie viungo vingine vyote na system zingine, si ndio kiranja mkuu kusimamia vitu vyote. Haya, wewe ndio uli mayai, umeambiwa mayai ukila sijui utaota mbao upeperuke. Imani hizo zisizokuwa na tija. Hujui ule matunda mboga hata namna gani, lakini unalima mwenyewe. Mtoto ule ukimzaa alafu mpaka afike miaka 8 umechelewa kukuza ubongo wako, akienda darasani, yaani yeye mwalimu anafundisha ndio kwanza analala, yaani ubongo una stress na wenyewe unapumzika. Unachapa mtoto unaibukia kwa Gwajima, wewe kwa nini umemchapa huko? Kumbe mwenzio ana shida ya lishe. Sayansi mmeiona mjaiona? Haya, sasa mwache kwa mnaniambia mimi kwa nini nakamata leo anachapa mtoto badala ya kumpeleka kwenye unasii tukaangalie kwao wanakulaje. Piga makofi kwangu. Kuna sababu zingine za kutokuelewana kwenye jamii na kuleteana heka kwa sababu zilianzia kwenye lishe ya mama yake. Hasa kama mama alikuwa hali vizuri na baba anakuja kila siku yuko bui, siku ya creation hapo kuna kitu kinachoendelea cha amani. Mtu mtandaoni anafiatua matusi, naomba sheria haitaki. Yeye yumo tu nakuda damu. Watu wana matatizo huko kwenye creation, kulisha haribika siku.
Ndio maana mbona amemsamehe tu, kaomba radhi, karudia tena. Jamani, tunadili na mambo mengi. Tunadili na mtu, tunadili na historia yake na creation profile yake. Tunadili na mengi. Ndio maana tuna ustawi wa jamii. Wangapi wamenielewa? Pigia makofi ustawi wa jamii tafadhali. Pigia makofi maendeleo ya jamii. Ndio halali wa hizi takwimu. Takwimu oye. Watu wangu wanapotea, wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa yako kwenye takwimu. Sema maarifa ni takwimu. Maarifa ni takwimu.